Anthony Mligo ndani ya box la 18 anajiangusha na mwamuzi wa mchezo bila kupepesa macho, bila kufikiria, anapuliza kipenga na anaweka mkwaju wa penalty na Simba inajipatia goli la 3 kupitia kwa Rushaini Stanley Doloku. Mwamuzi amezingua, tena amezingua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hile haipaswi kabisa kuwa penalty kwenye dunia hii ya mpira. Kwa sheria 17 za FIFA na zile sheria za CAF na TFF, hile haiwezekani kabisa kuwa penalty, kwa sababu ukimwangalia Anthony Mligo alikuwa yuko kwenye move, na mara baada ya kuguswa kidogo tu, ile ni contact ndogo tu. Tunafahamu mpira wa miguu ni mpira ambao watu wanatakiwa kugusana. Yeye anatumia advantage hiyo, anaogelea, anajirusha, wazungu wanasema ana dive, yani anapiga kanchomolo, anajirusha. Mwamuzi anaweza kushawishika na mwisho wa siku mwamuzi anawapa klabu ya Simba mkwaju wa penalty. Hilo ni kosa, na waamuzi kama hawa hatuwataki kabisa kwenye ligi yetu, na waamuzi kama hawa wanatakiwa kufungiwa maisha yao, kwa sababu siku zote tumekuwa tukishuhudia waamuzi wanafungiwa mechi kadhaa, wakisharudishwa wanafanya makosa yale yale. Ramadhani Kayoko alifanya kosa la kubeti kwenye mchezo mkubwa, mchezo ambao unaitambulisha nchi yetu ya Tanzania. Aliibetia timu ya Yanga na aliweza kuwakabidhi, kuwapa Yanga goli la bure, lakini alifungiwa baada ya muda mchache akarejeshwa tena. Na kwa taarifa ambazo tunazo, mwamuzi hizi ni zile za ndani sasa na kupatia mtazamaji, mwamuzi wa mechi ya leo alikwisha kupewa masuala yale, masuala ya fedha, masuala ya noti, masuala ya milungula. Inasadikika klabu ya Simba iliweza kumpatia mwamuzi mlungula ili aweze kulainisha pale mambo fulani hivi, kama ambavyo tunafahamu kwenye soka letu, na ndio maana mwamuzi ilibidi awahakikishie klabu ya Simba ushindi, kwa sababu magoli mawili kama ambavyo tunafahamu kwenye soka ni magoli machache. Kwa hiyo akawahakikishia, akawapa ule mkwaju wa penalty wa mchongo. Ile ni penalty ya uongo, asikwambie mtu, hakunaga penalty kama ile dunia nzima, zunguka sheria zote 17 za FIFA, kwa sababu ile mwamuzi tutakao kufanya pale ni kutoa kadi ya njano na kuwapa faida Coastal Union. Lakini mwamuzi kutokana na sababu ambazo anazifahamu yeye mwenyewe, kutokana na milungula ambayo aliweza kukabidhiwa na viongozi fulani wa timu fulani, basi anafanikiwa kumpa mkwaju wa penalty klabu ya Simba, na Rushaini Doloku ana ukonveti mkwaju ule na Simba anaweza kushinda, kupata ushindi. Simba ameshaweza kutinga hatua ya fainali, na kule kwenye fainali asikudanganye mtu, Azam hawezi kushinda kabisa, yani hilo ni alipo, kwa sababu Azam na wao wameweza kupokea mlungula, wamepokea mlungula na Yanga wamewapa Azam wataachia mechi zote. Mechi ya CCM Kirumba Azam wanakufa, mechi ya kule Zanzibar kwenye uwanja wa Amani Azam anaenda kufa, na fainali itakuwa ni kati ya Simba na Yanga, Kariakoo Derby kwenye fainali ya kombe la Azam Sport Federation Cup.